Oya Bigi, ujue mdogo wako ujue anapata tabu ujue. Yaani maisha yake mazegele tupu ujue. Yaani usimwone anakaa kwenye mjumba mkubwa ule pale, mjumba mkali nini ukajua maisha yake safi. Oya. Harakati anazopitia yule binti yule pale Jao. Yaani shemeji, mimi hilo swala nalijua. Kwa sababu nimeongea na nimeongea tena. Lakini mdogo wangu haelewi. Afu ujue kingine ujue. Mimi nashangaa ujue mimi bro kapagawa nini? Mbona mimi sijapagawa kama alivyopagawa yeye? Afu sana yule dawa kazi yule. Oya yani anamwekea mgongo hivi, yani anamtetea yani kuliko hata mkewe yani. Tatizo la kaka yako ana tamaa. Yaani kamuona tu mwanamke, hajui katokea wapi, hajui ana nini, ye kamzoa kama manyasi, kamuingiza ndani. Haya, unategemea nini hapo? Oya. Yaani yule chula yule, simpendi yule chula yule. Yaani pale simpendi, yani sitaki hata kumuona mwanangu, lakini blaza, kwanza ni mara ya mwisho mimi naondoka pale kwa bro. Bro kaninunia nondo hivi. Unaelewa? Afu mimi mdogo wake. Kanitimua pale kama mwizi. Kweli? Jamani, huyu Nyande ana nini? Au kalogwa? Yaani hapa inatakiwa tusuke mpango. Mimi na wewe. Ili tukamtoe dada pale. Kwa sababu tumeongea sana, haelewi. Sasa hivi tufanye vitendo. Sasa niambie, kwa sababu wewe ndo mwanamume, tunafanyaje? Mimi lolote nafanya. Wewe unanijua mimi. Yaani mimi lolote, yani baridi barafu. Aha. Okay, sasa sikia. Kwa sababu unajua mimi kuna mpango unajua nimeusuka fresh. Mishuzi tu. Umeona? Huo mpango yani kama ukikanga nakuja. Basi sawa. Wewe fanya hivyo. Na mimi nakubali mwili wapo. Mimi najua tukienda pale kwa Blue pale anatoka yule. Hilo tena kuuliza ndugu yangu. Jamani, sisi ndio tule na mwingine haje mtani tu wewe. Wapi? Wewe, balifu wewe. Ningekukata kweli mibwege wewe. Tena na wewe nyamaza. Umesikia? Nitakata shingo yako hii. Hivi unapotea mimi unakaa na wanaume pafu. Wanangu unapotea mbele wana mtoto zangu. Wewe mzee Mbegu. Kuwa hata na busara basi kidogo. Yaani unapayuka tu umetoka kwa wangu. Unajua sasa nilikuwa naongea na nani, nilikuwa naongea nini? Nyamaza. Kimya. Hizi nyama hizo umesikia hizi? Umekuja nazo kina mimi nimeongezea. Umeelewa? Kwa hiyo usiniletee ujinga katika maisha yangu. Katika nyumba yangu usiniletee ujinga. Nitakufieka wewe mwanamke. Nilikuwa naongea naye hapa ni shemeji yangu. Mdogo wake na mume wake. Yule mdogo wangu alikuja hapa kwa sababu ya matatizo ya mdogo wangu. Mambo kibao, tukae tuongee tupange. Wewe unakuja wangu. Nikate. Baba, huyu mwanamke ni muongo. Haiwezekani. Huyu mwanaume ni mwanaume wake. Wewe mzee Mbegu sasa hivi unamsikiliza yule mwanao, si ndio eh? Umeona sasa? Sasa unanibisha mbele za watoto. Mambo mengine natakiwa tuwe siri mimi na wewe. Tunakaa ndani tunayajadili. Kwa hiyo sasa hivi umeweza kumsikiliza huyo mwanao, si ndio eh? Mzee Mbegu mimi nimechoka. Nakwambia ukweli, unaona mimi kama malaya, mimi sio malaya. Hapa kwenye nimekuja tu kwa bahati mbaya. Si unanielewa? Naomba usikize mke wangu. Unajua siku zote mke wangu wewe hujui. Mapenzi yanauma. Tena yanauma sana. Ndefu usitoshe mapenzi ni kikohozi. Kukitima ukiweza ndio maana mtu anameza tu. Sasa mke wangu, kwa nini unataka kunipa pressure moyo? Nataka mimi nife. Hebu naomba wakati mwingine hata kama anakuja shemeji yako unanishirikisha na mimi ili watoto wasielewe kitu gani kinachoendelea. Mapenzi yako peleka Tanga. Si unaona sasa? Ndio mwanamke huyu. Kila siku nakwambia, huyu mwanamke hakufai. Wewe Amanda wewe. Usipende kuingilia katika maongezi yangu mimi na mamako. Nitakukatakata. Nafuta kutia kichwa fuchague kichwa gani? Mpumbavu wewe. Muangalie kwanza. Na nitokea hapa. Kwenda kutopiga
Mbavu. Wewe nanga wewe. Kuja mbele zako Baba kwa wakati mwingine. Ninakuomba Baba, kama kuna sehemu yoyote ambayo nimekukosea, basi uende ukatusamee madhambi yetu Baba. Baba, angalia Baba nyumba hii, uende ukaipe amani Baba, uende ukaijaze upendo. Angalia Baba huyu anavyoteseka kwa ajili yetu, anavyohangaika kwa ajili yetu kututafutia, uende ukampatie riziki Baba. Angalia mama huyu aliyotupokea kwa mikono miwili, anavyoteseka juu yetu, anakosa amani kwa ajili yangu mimi na mtoto wangu. Nenda kampe amani Baba, ukamjaze furaha, ukamfanye mtu wa kicheko, uende ukaipe nyumba hii furaha na amani. Kama kuna sehemu yote tunakuwa tumekosea Baba, sisi ni watoto wako, tunakuomba uende ukatusamee makosa yetu. Hilo ni dua la kuku. Yaani waliosema dua la kuku alimpati mwewe ndo hilo sasa. Kwa hiyo wewe unavyojiombesha maombi yako ya kinafiki, unataka tuonekane wenye nyumba hii ni mashetani. Wewe wakuja ndo mwema, unamjua Mungu, yaani wewe ndo mcha Mungu kabisa kuliko wakuta. Hivi wewe binti, ni Mungu gani utamuomba kujibu maombi na wakati pale unapoishi watu hawana amani kwa ajili yako? Kila siku wanapigana juu yako. Lakini hakuna kitu kibaya chochote ambacho nimeongea. Ni maombi tu, na ninaomba zidi ya amani ya hii nyumba. Siombi kuhusu kitu kingine chochote. Alafu siku hizo na kiburi eh? Ukiongea na mimi unaangalia pembeni. Huwezi kuniangalia, si ndo maana yake? Lakini nikwambia kitu. Hapa kwangu wewe utaondoka tu. Subiria tu. Jipe muda. Ila nakwambia ukweli, hapa utaondoka. Hauna siku nyingi. Ni kweli dada, mimi nitaondoka sina muda mrefu kwa sababu nimetoka kuongea na shemeji. Ameniambia wiki hii atanipatia nauli nirudi nyumbani. Kwani wewe shida yako ni nauli? Vya undani vimeshakukolea. Maana kama shida ni nauli, muda mrefu tunaongelea kuhusu masuala ya nauli. Kwa hiyo sidhani kama nauli ndo sababu. Sikilize. Kwa muda huu sitaki kuongea na mambo mengi. Nataka nitoke kidogo. Mume wangu akirudi akaniulizia, mwambie nimeenda hospitali, najisikia vibaya. Sasa ole wako arudi, halafu mwambie nimetoka, nimeenda kwenye shughuli zangu nyingine. Ufanye kama nilivyokuambia. Na hata kama kiuja sasa hivi, mwambie nimetoka. Nikiwa nimetumia masaa 3 huko nyuma, mwambie nimetoka muda sio mrefu. Ole wako mwambie nimetoka muda mwingi. Muangalie kwanza. Wanasema eti ziki kizidi inakuja mbele faraja. Na bana nimejitahidi sana. Lakini ndoa yangu imekuwa ni kila siku mimi nalia. Naumia dada. Dada Baina, nimefika mwisho wa mawazo yangu. Nimekosa cha kufanya. Sijui hata nifanye nini dada. Yaani mdogo wangu, labda tu nikwambie kitu. Changamoto katika maisha zipo. Yaani wewe unaweza ukahisi labda unayokumbana nayo ni makubwa, lakini watu wana makubwa zaidi. Na siku zote changamoto ndo zinatukomaza akili. Nimejitahidi dada kuvumilia, lakini mwisho wa siku nashindwa dada. Nakata tamaa mdogo wako. Nimefika mwisho wa mawazo yangu dada. Sasa nisikilize mimi leo mdogo wangu nikusanue. Unajua kuna muda nimekaa nimefikiria kwamba Nyanda anacho kuazana na wewe kila siku ni nini? Nikajua kwamba changamoto tangu mfunge ndoa umwaka wangapi tuta. Hajai kukuona ukitema mate, wala ukikisia kichefuchefu, wala kutaka vimiguu ya kuku. Na
Mungu kamletea Hamadi, mdada wa kazi, kaja na mtoto, lazima apapatike, yaani lazima apagawe. Kwa sasa hapo, mdogo wangu, cha kukushauri, unatakiwa ujiigize kama una mimba. Lakini dada, mbona mimi nimejitahidi dada kujenga ndoa yangu, nimejitahidi dada kuipambania, lakini dada, kwa nini watu wanasema wanawake sisi ndio tunavunja ndoa zetu kwa mikono yetu wenyewe? Wanasahau kwamba hata wanaume wanafanya hivyo hivyo dada. Mume wangu anapambana kuivunja ndoa yetu, huku mimi kila siku nikipambana kuijenga. Dada, kuna muda natamani niombe talaka, lakini nampenda sana mume wangu. Ndio maana kila siku hata akinipiga, akinifanyia nini, bado namvumilia, bado namuelewa tu dada. Lakini kwa hili mwisho wa siku nitashindwa kabisa dada, nitafanya nini? Yaani mdogo wangu, we mshamba wa mwisho. Dunia siku hizi ishabadilika mdogo wangu. Unamwambia una mimba, akisema twende hospitalini mnaenda. Mdogo wangu, wewe vichenchi unavyo. Unaenda hospitalini, unampanga dokta, akifika na anaambiwa kweli wewe tena mama kijacho, shoga yangu. Mambo yanakuwa bulbul. Si unanielewa? Asa Baina, ukisema nisingizie na mimba, mume wangu unavyomjua ni mtu wa kudadisi mambo. Mume wangu ana akili sana Baina. Atahitaji twende wote hospitali kupima. Na daktari akisema sina mimba, unafikiri nitafanya nini? Itakuwa mwisho wa ndoa yangu dada. Na kingine sasa nikushauri, kabla ya kumpa hizo taarifa, unatakiwa ubadilishe tabia. Kwa sababu wajawazito wana ile hali fulani vya kubadilisha tabia. Kama alikuwa mpole, anakuwa mkali. Kama alikuwa mkali, anakuwa mpole. Kwa sasa na wewe badilika kabla ya kumpa hiyo taarifa, ili akija kupokea taarifa haipokee kwa furaha. Akilileti na haya matukio, akiunganisha doti, nukta hii hapa. Usiwe mkali kwa mumeo. Kwa hiyo Dabaina, nikisema na mimba, mume wangu atabadilika? Sasa hapo umekuwa mdogo wangu. Kwa hiyo unamaanisha nianze kumuunga mkono mume wangu, hata akiongea kuhusu kidawa nisikasirike? Sawa Dabaina, nitajitahidi hata kukaa karibu na mwanae, kuongea na yule dada vizuri. Ndio. Nafikiri mume wangu atanielewa na atabadilika. Dabaina, ndo hakika na hili lakini. Yaani shida yako ndo hiyo, tutani shida yako ndo hiyo. Yaani uniaminigi mimi, afu unakuja kwangu na mambo yako na kuelekeza uelewi. Mimi mtoto wa mjini downtown kitambo. Haya. Dabaina, kwa hapa nilipofikia na ndoa yangu, nipo tayari kufanya hivyo unavyosema wewe, ili mradi tu mume wangu arudishe mapenzi yake kwangu. Mwenzangu wae, mapema kabla tujafika saa 3. Basi sawa dada. Wanasema eti ziki kizidi inakuja mbele faraja, lakini kwangu kwa hizi pingamizi nanyosha mikono hapana. Maana nkisema nipende mapenzi kusalitiwa. Umeshindaje hapa? Salama, shikamoo shemeji. Malaba, vipi na Mili naye? Ameshindaje leo? Ajambo, karibu. Ameshinda vizuri eh? Ndio. Naomba nikukumbushe kitu kidogo tu kidawa. Unajua zamani sisi tuliambiwaga kwamba kufanya kazi zinazopaswa kufanywa mchana usiku ni mwiko, yani ni vibaya. Na hasa kufagia, unaambiwa ukitoa uchafu nje basi siyo riziki unaimwaga nje. Kwa kuna baadhi ya vitu vingine basi usiwe unavifanya. Unatakiwa uwe unaupa nafsi yako muda wa kupumzika
huo mwili wako upate muda wa kupumzika. Sio kila muda ni mikazi tu. Alafu wewe ni mdogo wangu, sio dada wa kazi. Kila wakati kufanya makazi, kuna wakati mwili unachoka. Unabidi upumzike na mtoto ndani. Sasa kila muda kazi. Sio vizuri mdogo wangu bana. Hapa maji alikuwa ametuama, sasa nikaona bora niyatoe kabisa, akifika mpaka asubuhi ataweka harufu mbaya. Usiwe unafanya hivyo. Kwa sababu huu ni wakati wa mvua. Umeona hapo umetoa maji. Unaweza ukamka asubuhi ukakuta mengi tena. Kwa hiyo kuna wakati lazima ujitengenezee schedule yako kwamba natakiwa nifanye kazi, lakini kikomo changu kinafikia hapa, natakiwa nipumzike. Nikipumzika kesho pia nitaendelea kwa sababu hapa ni nyumbani. Usiwe unafanya kazi hivyo bwana, sio kitu kizuri. Basi kama umeshinda salama na mtoto yuko salama, mimi niingie ndani nikapumzike, sawa? Samahani shemeji. Vipi kuhusiana na ile swala langu? Leo tarehe 15 bwana, bado muda hujafika. Tarehe 30 ndio mshahara utatoka. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Au kama unataka advance basi nitakupatia advance. Amna. Ni ile swala tuliongea kuhusu nauli ya kwenda nyumbani. Sidhani kama shemeji unakosa 30,000 ya kunipa kwenda nyumbani. Ni kweli. Sishindi kukupatia 30,000. 30,000 ni hela ndogo sana. Naweza nikasema ni hela ya kula. Ni kitu cha kawaida sana. Lakini Kidawa, kila ninavyojaribu kuambia moyo wangu ni sawa wewe kuondoka, moyo wangu unasita. Kwa sababu ulishaniambia kwamba nyumbani hakuko salama kwa wewe na mtoto. Kwani una shida gani na mimi ni kaka yako? Wewe kuwa na amani, kuwa hapa nyumbani. Shida yangu kubwa kwanza, kabla ya vitu vyote nilikwambia, zoezi langu ni kukuona wewe ukiwa na amani, una furaha. Haya, mbona usmile? Mbona utabasamu? Tabasamu nione. Nilikuwa naomba tu japo hata nikapumzike hata mwezi mmoja, alafu nitarudi kuja kuendelea na kazi. Mwezi mmoja ni kitu cha ajabu sana. Labda kungekuwa kuna mtu mzazi, labda nani unataka ukamua. Lakini historia yako inanifunga. Yaani historia yako inasema kwamba wewe hutakiwi kwenda kijijini. Kwa hiyo wewe niache nitafakari akili yangu nijue na kusaidiaje ndugu wangu. Kwa hiyo usione kama nakaa kimya hivi na si wazima mambo yako, na yawazia sana. Ila kiache kichwa changu kitulie. Najua nini ambacho nitakifanya imadi wewe uweze kuwa na amani ndugu wangu. Kwa hiyo usiwazi chochote ambacho kinaendelea huko. Lakini pia ninachokuwa kinanijia furaha ya wewe kuwepo hapa nyumbani. Wewe kuwepo nyumbani kwangu ni kama nuru. Wewe ndio unamtengeneza mke wangu mimi. Unadhani bila kuwepo wewe hapa nyumbani kwangu mimi ningemjua tabia zake mke wangu? Nisingeziweza kuzijua. Lakini leo ndo ninamjua mke wangu. Lakini pia wewe ndo unakuwa darasa funzo la kumfundisha mke wangu. Mke wangu anakaa katika njia nzuri kupitia wewe. Kwa hiyo mimi nafurahi unavyokuwepo hapa nyumbani kwangu. Usiwe na wasiwasi. Naelewa maneno yanakuumiza, vitimbu vinakuwa vingi, ila naomba uvumilie kwa niaba ya mimi kaka yako. Ila najua nini cha kufanya. Usijali. Usimwema. Naye pia. Wanasema eti ziki kizidi inakuja mbele faraja, lakini kwangu kwa hizi pingamizi nanyosha mikono hapana.